miradi wa kutokea BDS Enterprise. Ofisi zao zipo hapa SIDO Mtwara. Leo tumekutana hapa kwa event ya kongamano la mazingira linaohusianisha wadau mbalimbali wakiwemo wadau kutoka serikalini, vyuo, watu watafiti, wajasiriamali, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Tumeleta kongamano hili kwa sababu BDS kwa muda mrefu imejihusisha na upande wa harakati za kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, na lengo kubwa likiwa ni kuwajengea vijana pia vijana wa umri kati ya miaka 0 mpaka 24, lakini pia na wananchi wa kawaida kuanzia miaka 24 mpaka 35 kama vijana. Lengo kubwa la event yetu hii ya leo Kramason Mtwara 2025 imejikita sana katika kuhakikisha ni mbinu gani tunaweza tukazitumia katika kukabiliana na changamoto ambazo mji wetu wa Mtwara unakutana nazo au ambazo upo, especially kwa miji ambayo inakuwa, Mtwara ikiwa ni mmoja wapo wa mji ambao unakuwa. Kwa hivyo changamoto ambazo tumeziangazia leo ni changamoto za aina 3. Changamoto ya kwanza ikiwa ni fursa ambazo zipo ambazo zinatokana kwenye uchumi wa blue, ambao tunasema coastal sustainable livelihood and coast development. Pia tumejihusisha na masuala ya uchumi wa blue, uchumi wa mzunguko, maana yake ni waste management and circular economy, lakini pia tumeangazia upande mwingine wa green urban ambao ni upandaji wa miti na kufanya mji wetu kuwa kijani. Haya yote tunayafanya kwa sababu tunaamini mji wetu unakuwa, lakini bila kuwa na mikakati madhubuti ya kuweza kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, tutajikuta tunaingia kwenye hatari zaidi wa maisha yetu, especially kiafya na pia mambo mengine. Sawa, lengo kubwa kwa kukutanisha wadau wote hao ni kuangalia namna gani tunaweza tukaja na mbinu rafiki na ambazo zitakuwa sustainable kwa mji wetu wa Mtwara. Hivyo basi kwa event ya leo ya siku ya kwanza na siku ya pili kesho, tunategemea kuwa na kuja na solution za ambazo zitakuwa endelevu, ambazo tunategemea vijana pamoja na wananchi ambao ni wataalamu wamekuja hapa. Tutatumia muda wetu kufanya huo kutafuta hizo mbinu na suluhisho kwa hizo changamoto. Na mimi nipende kuwashukuru sana serikali, lakini pia wadau ambao wametusupport, ambao ni Climate KSC na ambao wanapata fund kutoka kwa Irish Aid, ambao tunashukuru sana kwa kujengea uwezo, na leo hii tunahitimisha au tunafanya hii event mara ya kwanza Mtwara, lakini najua itakuwa ni endelevu, na nategemea mazuri ambayo yatatokana na hiyo ni kwamba tutategemea kuwa na miradi mbalimbali ya kuhusiana na mazingira, kuhakikisha kwamba tunafikia ile adhima ya kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi tunaenda kupunguza, especially kwenye upande wa uchumi, kukuza uchumi ambao unaathirika na mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia tunaenda kuhakikisha kwamba kiwango kikubwa cha uzalishaji wa hewa ukaa kinapungua. Japokuwa tunajua ni mipango mirefu, lakini tunaamini kwa sababu ni sustainable tutafika huko, na naamini kabisa tutaathirika na haya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo ninashukuru sana, asanteni sana kwa nami. John Simon Balegea ni msimamizi wa taasisi ya BDS, lakini pia katika shirika la SIDO mimi ni mratibu na ni mkufunzi wa mafunzo. Taasisi ya BDS Enterprise tuna makubaliano ya kufanya kazi na shirika la kulimia viwanda vidogo ambao ni SIDO, ambao tumeingia mwaka 2023. Makubaliano hayo yapo katika utekelezaji wa huduma mbalimbali za kuwasaidia wajasiriamali, ikiwapo utoaji wa mafunzo yanayohusiana na usimamizi wa biashara, lakini pia utoaji wa mafunzo unaohusiana na usindikaji wa bidhaa na sabuni na bidhaa mbalimbali ambazo zinahusiana za viwandani. Lakini pia BDS na SIDO tunatekeleza miradi mbalimbali. SIDO na BDS tumetekeleza mradi unaohusiana na blue, uchumi wa blue ambao tumefanya katika kata ya Msimbati, kata ya Msanga Mkuu, lakini pia katika kata ya Ziwani. Lengo ni kuinua kina mama ambao wanachakata bidhaa mbalimbali za mwani, nasi pia tumeongezea thamani katika utengenezaji wa sabuni na bidhaa hizo. Lakini pia SIDO na BDS tumekuwa tukifanya shughuli pamoja katika kuhakikisha kwamba wajasiriamali ambao tunao
wanakuwa katika mwendelezo mzuri. Ikiwepo pia tuna wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa huduma za undaji wa lebo, lakini pia masoko mtandao, lakini pia kuunganisha na wadau mbalimbali wanaohusiana na bidhaa zao. Lakini pia SIDO na BDS tunaendelea katika uandikaji wa maandiko mbalimbali. Ikiwepo mojawapo kwamba BDS anapoandika andiko, lakini pia SIDO kama mmoja wa wadau lazima aweze kusapoti. Kwa katika event kama ya leo, SIDO umetufadhili pia ukumbi, lakini pia kuandaa presentation ambao wasilisho zuri kuhusiana na masuala ya taka ngumu ambavyo zinaweza zikabadilika zikawa katika uchumi wa blue. Kuna faida gani kuhusu hizi? Katika BDS kama taasisi ni kichochezi, ni catalyst. Faida zake ni kwamba wadau ambao wa kisekta ambao wanahusiana leo wako pamoja wakitafuta suluhisho ya changamoto pamoja. Hivyo uwepo wa taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali utaongeza mafanikio ya mkoa wa Mtwara katika makabiliano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kutumia mabadiliko ya tabia nchi kama fursa katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Kwa majina naitwa Bato Mabala. Mimi ni mwalimu wa Chuo Kikuu Sauti Mtwara, lakini pia tunalo shirika lisilo la kiserikali ni SHEMU ambao ni Spring of Health and Environmental Management Organization. Leo tumekuwa na kongamano ambalo kwa kweli tumezungumzia kuhusiana na kuifanya miji kuwa ya kijani kupitia kupanda miti. Tumezungumza mambo mengi sana, lakini tumegundua kwamba kuna changamoto nyingi sana juu ya kuifanya miji kuwa ya kijani kupitia kupanda miti. Moja ya changamoto ambayo tumeiona siku ya leo ni kwamba tunakosa wataalamu na watu kwenye jamii ambao wanakuwa na uelewa juu ya upandaji wa miti na usimamizi. Katika discussion zetu tumeona kwamba watu wamekuwa wakipanda miti, lakini mwisho wa siku hiyo miti imekuwa inakufa. Kwa nini imekuwa inakufa? Ni kwa sababu watu wanakosa utaalamu wa namna ya kupanda miti na hata kusimamia. Kwa hiyo pamoja na changamoto hiyo, lakini changamoto nyingine imekuwa ni upungufu wa fedha kwenye eneo la upandaji wa miti. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa kwa kutoa fedha kwa ajili ya upandaji wa miti, lakini bado inakuwa haitoshi. Kwa mfano tumekuwa tunafanya kazi za kupanda miti, ndugu zetu TFS wamekuwa wanatoa miti, lakini na wenyewe wanatoa miti ambayo inakuwa haitoshezi kwa sababu fedha zinakuwa hazitoshi.